Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne Desemba 16, 2025 na kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Ujerumani yasema sasa kuna uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita hivyo. Aliyekuwa kiongozi wa waasi wa DRC Roger Lumbala amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kuhusika katika ukatili uliofanywa nchini humo kati ya mwaka 2002 na 2003. Na katika gumzo tunaangazia namna ya kuweza kusherehekea siku mbalimbali za mwisho wa mwaka huku uchumi wako ukiwa imara. Lakini je, unayafahamu makosa ambayo watu huyafanya na kujikuta katika madeni makubwa? Moja ni kutumia zaidi kuliko uhalisia wa mapato yao wanayoyapata. Na hii imethibitishwa na utafiti ambao umefanywa na CBN ya mwaka 2023, wanaita Consumer Behavior Index. Na tuna mengi tuliokuandalia msikilizaji popote pale ulipo, lakini kwanza nampisha Sarafina Robi akiwa Nairobi kwa muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Sarafina. Shukran sana Nkia. Hujambo msikilizaji. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine unawezekana kwa mara ya kwanza tangu vita hivyo kuanza. Merz alikuwa akizungumza baada ya kuwakaribisha wawakilishi wa Ukraine, Ulaya na Marekani kwa mazungumzo ya amani mjini Berlin. Katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari na Rais Zelensky, Kansela Merz amesema Marekani imetoa dhamana kubwa ya usalama. Rais wa Ukraine amesema anaamini Marekani ingeisaidia Ukraine kupata maafikiano. Katika taarifa ya pamoja, viongozi wa Ulaya wamesema wamekubali kuunga mkono maamuzi yoyote ambayo Rais Zelensky atayafanya kuhusu masuala maalum ya Ukraine. Uchunguzi wa BBC umefichua mtandao wa kimataifa wa matapeli ambao umekuwa ukiwatapeli watoto wenye saratani ili kuendesha kampeni za ulaghai za kuchangisha fedha. Wazazi katika mabara matano walielezea matukio sawia, huku waajiri wa ndani wakianzisha kampeni za kuchangisha pesa mtandaoni kwa majina ya watoto wao. Watoto hao walirekodiwa katika hali zenye kufadhaisha wakilia na kuomba waokoe maisha yao. Familia hizo zililipwa kiasi kidogo, lakini hazikupokea fedha zozote zilizopatikana kutokana na michango. Uchunguzi ulibaini mtu muhimu katika mtandao huo, mwanaume kutoka Israel anayeishi Canada, hajajibu tuhuma hizo. Hati zilizowasilishwa katika mahakama ya Florida na mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump zinaonyesha anaishtaki BBC kwa kumkashifu akidai fidia kiasi kisichopungua dola za Marekani bilioni 5. Zaidi na Esther Lombano. Ni kuhusiana na makala yaliyounganisha sehemu mbili tofauti za hotuba aliyoitoa tarehe 6 Januari mwaka 2021. Mabadiliko hayo yalitoa maoni potofu kwamba alitoa mwito wa moja kwa moja wa kuchukua hatua kali kabla ya waasi kulishambulia jengo la bunge la Congress. BBC imemwomba radhi Rais Trump, lakini ikakataa ombi lake la kulipwa fidia. Alifanya ombi hilo mwezi Novemba wakati alipotishia kuishtaki BBC na kudai fidia ya dola za Marekani bilioni 1. Na mahakama mjini Paris, Ufaransa, imemhukumu kiongozi wa zamani wa waasi nchini Kongo kifungo cha miaka 30 kwa kuhusika na uhalifu dhidi ya binadamu mashariki mwa DRC zaidi ya miaka 20 iliyopita. Roger Lumbala alipatikana na hatia kusaidia kuwezesha mateso, ubakaji na vitendo vingine vya kinyama wakati wa vita vya pili vya Kongo. Lumbala alikuwa ametafuta hifadhi nchini Ufaransa, lakini badala yake alikamatwa. Upande wake utetezi ulikuwa umesema kuwa uhalifu anaodaiwa ulifanyika zamani na ni mbali na Ufaransa ambapo waendesha mashtaka hawakuwahi kukusanya ushahidi. Ana siku 10 kukata rufaa. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Classic FM, Kenya ni County FM, Uganda ni Voice of Karamoja, na iwapo pale DRC ya Tegesi Kio kupitia Lizadale Radio. Aidha unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaweka maoni yako pale na tukipata wasaa tutayasoma moja kwa moja msikilizaji. Asubuhi ya leo na udha wako ni mimi David Nkia. Karibu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema
uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine huenda ukafikiwa kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita hivyo. Merz alikuwa akizungumza baada ya kuwakaribisha wawakilishi wa Ukraine, Ulaya na Marekani kwa ajili ya duru ya hivi punde ya mazungumzo ya amani mjini Berlin. Katika mkutano pamoja na waandishi wa habari, Rais Zelensky amesema Merz, Marekani imetoa dhamana kubwa ya usalama zaidi. Na Florian Kaijage. Katika tamko la pamoja, viongozi wa Ulaya wamesema wamekubaliana kuunga mkono maamuzi yoyote ambayo Rais Zelensky ataamua kuyachukua kuhusu masuala mahsusi ya Ukraine. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kwa mara ya kwanza tangu vita kuanza kuna uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari jijini Berlin pamoja na Rais Volodymyr Zelensky, Kansela Merz amesema Marekani imependekeza dhamana za usalama zilizokubwa. Kwa upande wangu nimesema ninaamini kuwa Washington itatusaidia sisi wa Kiev kupata mwafaka na inaishukuru Ujerumani kwa kuendelea kuniunga mkono na kuiunga mkono Ukraine. Ningependa kuishukuru Ujerumani kwa fursa hii ya kuimarisha juhudi zetu za kuleta amani. Hizi ni siku muhimu sana ambazo zinaweza kuamua mambo mengi. Nina matumaini kwamba zinaweza kusaidia kusogeza amani karibu zaidi, ingawa si jambo rahisi. Ujerumani pamoja na kansela binafsi wanatuunga mkono kwa umakini mkubwa, kwa weledi na kwa nguvu zote. Wakati hayo yakijiri, idara ya usalama nchini Ukraine imesema imefanikiwa kulipua nyambizi moja katika bandari ya Urusi ya Novorossiysk iliyoko kwenye Bahari Nyeusi. Kwa mujibu wa idara hiyo, nyambizi hiyo iliharibiwa vibaya baada ya kushambuliwa kwa mara ya kwanza kwa ndege zisizo na rubani za chini ya maji zinazoitwa Subsea Baby. Idara hiyo imesema nyambizi hiyo ilibeba mitambo 4 maalum ya kufyatua makombora na ilikuwa na thamani ya mamia ya mamilioni ya dola za Marekani. Moscow imekanusha madai ya meli yake yoyote au nyambizi kuharibiwa katika eneo la Novorossiysk. Ni Florian Kaijage. Aliyekuwa kiongozi wa waasi wa Kongo Roger Lumbala amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela na mahakama ya Paris kwa kuhusika katika ukatili uliofanywa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwaka 2002 na 2003. Lumbala aliongoza kundi la waasi la RCD-N ambalo liliendesha kampeni ya kikatili inayojulikana kama Erase the Board. Wakati wa mashambulizi haya, raia walibakwa, utumwa wa ngono kuongezeka, kuwepo kwa kazi za kulazimishwa, kuteswa, kukatwa viungo na kunyongwa. Uporaji wa rasilimali kama vile almasi na coltan pia ulifanywa na kundi hilo. Zaidi na Sarafina Robi. Mahakama nchini Ufaransa imemkuta Roger Lumbala na hati ya kushiriki katika uhalifu dhidi ya binadamu kwa kutoa amri na kuchochea wanajeshi wake kutekeleza uhalifu huo. Waendesha mashtaka waliomba hukumiwe kifungo cha maisha jela, lakini majaji waliamua kumpa adhabu ya kifungo cha miaka 30. Lumbala ambaye aliwahi kuwa waziri wa biashara ya nje nchini DRC na pia mbunge, alikataa kuhudhuria sehemu kubwa ya kesi hiyo, akidai kuwa mfumo wa haki wa Ufaransa hauna mamlaka ya kumhukumu. Roger Lumbala mwenye umri wa miaka 67 alikuwa kiongozi wa kundi lilojulikana kama Congolese Rally for Democracy National. Inadai wapiganaji wake walialenga makundi mbalimbali ya kikabila mashariki mwa DRC, wakifanya vitendo vya kikatili vikiwemo vya ubakaji na mauaji katika kile kilichoitwa operesheni ya futa ubao. Mashahidi wameiambia mahakama kuwa kundi hilo pia lilipora rasilimali zikiwemo almasi. Lumbala alikamatwa mwaka 2020 alipokuwa akiomba hifadhi nchini Ufaransa. Pia anadai waendesha mashtaka nchini Ufaransa wameshindwa kukusanya ushahidi wa kutosha kumhukumu kwa sababu uhalifu uliotekelezwa ulifanyika miaka mingi iliyopita na mbali na Ufaransa. Amekana mashtaka yote. Kesi hii inatajwa kuwa ya kihistoria kwa sababu ni mara ya kwanza kwa mahakama ya kitaifa nje ya DRC kumtia hatiani mtu kwa uhalifu uliotendwa kwa kuzingatia kanuni ya mamlaka ya kimataifa. Uamuzi huu unatuma ujumbe mzito kwamba wakuu wa vita hawawezi tena kutenda uhalifu bila kuwajibishwa. Lumbala ana siku 10 za kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Ni Sarafina Robi. Takriban dola milioni 18 za Marekani zilizotolewa nchini Afrika Kusini kwa ajili ya jamii moja inayojulikana kama Diamond Coast
hazijulikani zilipo. Fedha hizo zilikuwa ni sehemu ya mpango wa mwaka 2007 uliokubaliwa kati ya serikali ya jamii ya eneo la Nama magharibi mwa nchi hiyo. Wanama wanazitumu kampuni kubwa za uchimbaji madini kama vile Lexoc inayomilikiwa na serikali kwa kusababishia hali mbaya ya kiuchumi na uharibifu wa mazingira, licha ya sheria inayozitaka kampuni za uchimbaji madini kukarabati maeneo ambayo inayofanyia kazi. Hata hivyo, kampuni hiyo ya uchimbaji madini haikubaliani na tuhuma hizo. Taarifa ya Kanishap kutoka Afrika Kusini inawasilishwa kwa kuna Nasteha Mohamed. Almasi zimekuwa zikichimbwa katika maji ya pwani ya magharibi kwa zaidi ya karne moja na makampuni makubwa ya uchimbaji madini, lakini jamii ya wenyeji ya Nama inasema gharama kwao imekuwa kubwa sana. Makampuni makubwa yanakuja na kuharibu ardhi, wanachukua kila wanachoweza, kisha huondoka bila kuacha mazingira vizuri na kuiacha jamii ya eneo hili kukabiliana na madhara ya uchimbaji wao wa madini. Uamuzi wa mahakama ya katiba mwaka 2003 uliamuru kurejeshwa kwa haki na ardhi kwa watu wa Nama katika eneo la Richveld, jambo ambalo jamii ya Nama inasema halikutekelezwa. Serikali haikubaliani na madai hayo, ikisema kuwa haki za umiliki wa ardhi zilirejeshwa kwa jamii kupitia ubia wa aina ya ushirikiano ambao huunganisha mashirika mawili au zaidi yaliyo huru na kukusanya pamoja rasilimali maalum na kushirikiana kuzitumia, kugharamia na kugawana hasara bila kuwa kampuni moja. Takriban dola milioni 17.7 zilihamishwa kwa shirika linaloitwa Communal Property Association CPA kwa muda kama sehemu ya makubaliano ya mali. Ripoti ya tume ya utekelezaji wa serikali ya mwaka 2022 ilibaini kwamba kulikuwa na ufisadi ndani ya kampuni ya madini ya umma Alexco. Matokeo hayo kwa sasa yako chini ya uchunguzi, lakini hakuna hukumu zilizotolewa hadi sasa. Mbali na athari za kiuchumi na kijamii, pia kuna athari zilizo wazi za kimazingira. Tulikuwa na wazo la kuanzisha mradi wa kurejesha ardhi kwenye hali nzuri katika mojawapo ya migodi ya zamani ya De Beers. De Beers ilikuwa moja ya kampuni kubwa za uchimbaji almasi katika pwani ya magharibi. Kampuni hiyo iliuza haki zake za mwisho za uchimbaji katika pwani ya magharibi ya Afrika Kusini mwaka 2023. BBC imeona mazungumzo kupitia barua pepe kati ya PTWC na De Beers kutoka mwaka 2023 yakisema DBCM ilikamilisha mchakato wa uuzaji wa Cleancy Holdings mnamo tarehe 7 Agosti ambao wataanza upya shughuli za uchimbaji katika eneo hilo. Afrika Kusini ina sheria kali za mazingira, lakini Alexco inakiri kwamba zimekuwa ngumu kutekelezwa. Baadhi ya changamoto tunazokabiliana nazo ni utekelezaji wa masharti mbalimbali ya kisheria. Eneo lote lililopo, hata maeneo ya kihistoria, bado tunawajibika kwao na tumeshachukua hatua kwa ajili ya shughuli za urejeshaji wa kihistoria. Na mnaona tayari nahodha Kisiki wa BBC amefika hapo kwa ajili ya habari za michezo. Florian, karibu. Asante sana David Inkia. Tuanze katika ligi kuu ya England ambayo imekuwa na mchezo mmoja wa kusisimua mno usiku wa mkia hii leo, ambapo mashetani wekundu Manchester United wakiwa katika uwanja wao wa Old Trafford wamepoteza fursa ya kushika nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi hiyo baada ya kulazimishwa sare ya kufungana bao 4-4 na Bournemouth. Sijakosea, umesikia vizuri, bao 4. Nilikuwa naangalia mchezo huo pia. Bao 4-4 na kuwa ni mchezo ambao umekuwa ni miongoni mwa michezo ambayo ni ya kusisimua katika historia ya ligi kuu hiyo tangu au itengenezwe kuwa katika mfumo mpya wa kuitwa ligi kuu msimu wa 1992 93. Na huo ni mchezo wa 17 kuwa na sare ya namna hiyo, 4-4 tangu wakati huo. Manchester United iliongoza mara 2 lakini bado ikashindwa kupata alama 3 muhimu, japo wakati fulani wageni Bournemouth nao waliongoza pia mabao 3-2 mwanzoni mwa kipindi cha pili cha mchezo huo. Katika mchezo wa golf, Scotty Scheffler amekuwa mchezaji wa pili baada ya Tiger Woods kushinda tuzo ya mchezaji bora wa PGA kwa misimu 4 mfululizo. Marekani huyo mwenye umri wa miaka 29 alishinda mara 6 mwaka wa 2025, ikiwa ni pamoja na michuano miwili mikubwa, Open na ubingwa wa